Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametangaza kuanzishwa kwa uchunguzi rasmi kuhusu machafuko yaliyojitokeza wakati wa wiki ya uchaguzi baada ya madai kuwa serikali ilitumia nguvu kupita kiasi kukandamiza maandamano ya kihistoria yaliyotekelezwa na vijana. Rais Samia aliyerejea madarakani kwa ushindi wa 98% katika uchaguzi uliokosa sauti kuu za upinzani, amesema pia ameziagiza ofisi za mashtaka kuonyesha urahimu kwa waliokamatwa wakati wa machafuko hayo, ambapo zaidi ya watu 240 wamefikishwa mahakamani wakikabiliwa na mashtaka ya uhaini. Hatua yake imekuja siku chache baada ya mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu kutaka uchunguzi wa wazi kufuatia taarifa za vifo na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu wakati na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Hadi sasa, serikali haijatoa idadi rasmi ya vifo, ingawa upinzani inadai kuwa mamia ya watu huenda walipoteza maisha. Maandamano yaliyoandaliwa na vijana yalionekana kama mwendelezo wa vuguvugu la kizazi kipya duniani kupinga uongozi uliokita mizizi na ukosefu wa uwajibikaji. Wachambuzi wanasema mazingira ya kisiasa yalikuwa tayari yamechochea na mkwamo wa mageuzi, hasira za vijana zilizochafuliwa kwa muda mrefu, migogoro ya ndani ya chama tawala na ukandamizaji wa viongozi wa upinzani. Wagombea wakuu wa upinzani Tundu Lissu na Luhaga Mpina walizuiliwa kushiriki uchaguzi kwa madai tofauti, jambo linaloacha chama tawala CCM bila upinzani halisi. Akihutubia bunge, Rais Samia amesema vijana wengi waliokamatwa hawakuelewa kikamilifu hatari ya kile walichokuwa wanashiriki, hivyo anataka mashtaka yao yapunguzwe au yafutwe endapo kutatathminiwa kuwa hawakuhusika moja kwa moja na vurugu. Aidha, ametoa wito kwa vyama vya kisiasa kuketi pamoja kutafuta namna mpya ya kufanya siasa bila kuumiza taifa, huku akiahidi kuanzisha mchakato mpya wa kuandika katiba. Tanzania, ambayo kwa miongo sita imejulikana kwa utulivu na siasa zisizo na vurugu, imetikiswa na machafuko haya ambayo wachambuzi wanayaona kama onyo la mabadiliko ya kizazi. Kabla ya uchaguzi, kulikuwa na ongezeko la kutekwa kwa viongozi wa upinzani, mauaji ya kisiasa na hofu ya kuzimwa kwa sauti mbadala. Hali hiyo imezua maswali kuhusu hatima ya mageuzi ambayo Rais Samia aliwaahidi wakati wa muhula wake wa kwanza kuongoza taifa. Ninatambua kwamba vijana wengi waliokamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini hawakujua wanachokifanya. Nikiwa mama na mlezi wa taifa hili, ninavyoelekeza vyombo vya sheria na hasa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana wetu. Kwa wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu, wawafutie makosa yao. Niwasihi sana wanangu vijana wa Tanzania, nchi hii ni yenu. Kwa shida zozote zile zinazowakabili, msikubali hata siku moja kushawishiwa kuichoma nchi yenu wenyewe. Msikubali kukata tawi la mti ambao mmeukalia. Msikubali kabisa. Hili nawaomba mlikatae kwa nguvu zenu zote. Ninyi ndio walinzi na wajenzi wa taifa hili, na wasihi kamwe msije kuwa wabomoaji wa taifa lenu.